Mimi jana tarehe 27 usiku wa saa 10 kasorobo nilikuwa nimepigiwa simu na afisa mtendaji wa kijiji jirani cha Izianiche kwamba kuna wizi wa ng'ombe wamepakia kwenye gari, wamepika hata kwenye kijiji chetu, wanakuja kwenye kijiji chako. Kwa hiyo baada ya kupata hizo taarifa, mimi niliamka na kufika kwenye eneo la tukio, lakini kwa bahati mbaya sana nilikuta wananchi wamejaa na wameshaanza kulichoma gari. Lakini haikuchukua muda mrefu tukapata taarifa tukiwa kwenye tukio, wakasema wale wizi wawili wamepatikana, ni umbali kidogo kutoka kwenye tukio hili ambalo gari linaunguzwa. Tulianza kuchukua mwendo sasa kwenda kufuatilia, lakini kwa bahati mbaya sana kwa vile watu walikuwa ni wengi, wakao wametutangulia, tukakutana wenyewe wameuawa na wananchi wenye hasira kali. Kilichoendelea pale, wananchi wenye hasira kali sasa hao ndio walishusha zile ng'ombe, zilikuwa 8 wakazifunga hapo. Basi hakuwa na maelezo kwa sababu walikuwa wengi sana. Kwa hiyo sisi kama jeshi la akiba tulishindwa kuwazuia kwa sababu walikuwa wengi mno. Walianza kulichoma ile gari. Wale wakawa wamekimbia. Baada ya kukimbia muda mrefu kwenye saa 4 hivi wakawa wamejificha kwenye msitu mmoja huko. Wananchi wakawakuta. Sababu baada ya kuwakuta na wakati wa polisi wakawa wameshakuja. Kwa kweli walikuwa kamata na waliwaua. Baadaye alikamatwa mtuhumiwa mmoja ambaye amefahamika kwa jina la Kennedy Mwaluvanda mwenye umri wa miaka 35, mkazi wa 88 mkoani Mbeya, ambaye ndio dereva wa gari aina ya Fuso lenye namba za usajili T934 BQS mali ya Aseneje Mkumbwa, mkazi wa Mbeya, ambalo ndilo lilobeba ng'ombe hao. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linaendelea na uchunguzi wa kina ili kuwabaini na kuwakamata wahusika wote wa tukio hili, pamoja na kufanya msako mkali ili kuwasaka watuhumiwa wengine waliohusika katika tukio hilo, kwa sababu kuna wengine inasemekana walikimbia zaidi ya watu 2. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linatoa wito kwa wananchi kuacha vitendo vya kujichukulia sheria mkononi. Ni kweli watu wameiba, lakini basi tutoe taarifa kwenye vyombo vya sheria ili kuepukana na madhara makubwa ikiwemo kupoteza maisha na kuharibu mali, na badala yake tuwahimize waweze kutoa taarifa za uhalifu na uhalifu kwa jeshi la polisi au kwa watu wenye mamlaka ili basi hatua stahiki ziweze kuchukuliwa.